Tabora Songea United. Basi uko mbele ya muda. Ushakutabiria. Wewe uko mbele ya muda. Safi. Na ndio waandishi wanaotakiwa duniani. Ambaye anawaza chanya. Huyo hapa. Ili basi wakiliona madunduka hivi. Wakiliona linapita hata Bunju. Yao. Yaani madunduka wakiliona linapita hata Bunju. Wanatoa timu haraka iwezekanavyo. Tarehe 2 kuna Tabora. Tarehe 2 tuko na Tabora, lakini kubwa kuliko lote kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuondoka na matokeo mazuri siku ya leo. Songea walikuwa na timu nzuri, wamecheza vizuri kwa kuwaheshimu na mwalimu wao kwa namna ambavyo kwanza wameleta timu uwanjani. Hilo ni ujasiri namba moja. Sababu kuna wengine timu wanazo na hawezi kuleta uwanjani. Kwa hiyo hili swala la Songea kuleta timu ni pongezi namba moja, lakini pongezi namba 2 kwenye kiwango chao. Wamecheza vizuri na sisi na tumeridhia namna ambavyo wamewapa challenge wachezaji wetu. Na tumpongeze mwalimu wetu namna ambavyo ameweza kufanya rotation kubwa ya kikosi, kuwapanga wachezaji ambao baadhi walikuwa wapati nafasi, wameonyesha uwezo wao na quality yao ambavyo ilivyo, na sisi tumeridhia kwamba wanafaa na kuendelea kulitumikia Young Africans. Lakini ndugu yangu Bini Mjeje, Bini Mjeje, tumemaliza mechi hii, ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Kitu ambacho nakiona kwa Tabora ni kwamba sio football club. Nachokiona kwa Tabora ni Tabora Modern Taarab. Kwa sababu Tabora Modern kwa maana ya kwamba kwa maana ya kwamba waliamua kutokuacha kutafuta wasemaji wa mipira wa miguu, wakaenda kumtafuta muimbaji wa taarabu ambapo Mzee Yusuf karibuni anaweza akamtia kwenye lebo. Anaweza hata kama akaoa, kwa sababu Mzee Yusuf sana wake sana ana wawili, bado wawili. Kwa sababu yule dada ni mtu wa michambo. Yeye kazi yake ni kuimba taarabu tu. Sasa kwa sababu Tabora mnamuimba taarabu, sisi tutakuja kuwapelekea moto sikukuu ya Idi. Tutakuja kuwapelekea moto sikukuu ya Idi. Si itakuwa Idi mosi ama Idi pili, lakini tutakuja kumpelekea moto Tabora na hatoamini ambacho kitamtokea kabisa. Atalipa kisasi na mashabiki wengi wa Yanga nataka hiyo mechi kama kulipa kisasi. Yes, al-kisasi hako. Kila kisasi sasa lazima kila kisasi lazima kilipwe. Kwa hiyo acha tu. Kila kisasi lazima kilipwe. Sisi tunaenda kulipa kisasi, alafu yani tunalipa kisasi kwanza, alafu tunafanya jambo letu. Sio maana yani kama zile kisasi tufunga goli 3, tunashinda 3, alafu sababu hana timu na msije mkaongea mengi. Sasa juzi katolewa na stendi katolewa na Juma Kaseja. Sasa kufungwa na Yanga itakuwa ni yani ni habari ambayo nyinyi mnaogopa kuiona mjini. Yule atafungwa tuna Yanga, yani lazima tumshenyente na tutampelekea moto, watu waamini. Tampelekea moto pale pale Hassan Mwinyi pale. Kama kuna watu wamewapanga na wamewapa mipango, sababu tulisikia kuna milioni 30 watu wamewategeshea pembeni watafuta hata sare. Hawatawisikia hao watu waliokutegesheni milioni 30 wenyewe waliekewa milioni 500 na wamekataa kuleta timu. Kama siara hao wenyewe hao. Kumbe je mnazo hizo? Sisi tunazo, kama kuna watu wamewekewa milioni 30. Sasa hizo milioni 30 zitatokea ni puani. Hizi mjiandae nazo kupokea fuko la magoli. Sitawafunga tu. Bwana chef mwawe. Mida inakaribia iftari. Chawata hapa tumealikwa. Hem tupe shairi moja. Lakini usiwaseme Songea. Hii marufuku leo. Kaka, hili shairi la leo. Wananchi wataka kusikia mseme yule mwenyekiti. Yule pale mwenyekiti huyu. Huyu hapa mwenyekiti. Alijaribu kutekenya. Ngoma ikamgomea. Sio kama na msengenya, ukweli nawaambia. Mimi namuogopa Mungu, ndo maana nimekaa kando. Hilo gari la magungu. Basi sio mwenyekiti sana. Wewe naye yule mwenyekiti anaongoza madunduka watu ovyo ovyo kamkumbuka mangungu wa Msovero. Kama kuku maji ya Mwanza. Tunawahi iftari. Lakini mwenyekiti gari lako peleka gereji. Ndio. Kumsubiria Almasri mzime naye. Kauli yenu ni kwamba raundi hii mtavuka. Mnamkosa Che Malone Fondo. Hiyo inakwenda kuathiri katika ulinzi? Sisemi kwamba Simba wanaweza kwenda kuathirika kwa sababu kumkosa Che Malone. Sio kweli, kwa sababu kuna mtu pale anaitwa Shamu.
Karabua kidogo sasa hivi ukiangalia chemistry yake, maelewano na Hamza kidogo yanakwenda kuangalia kwenye mechi kama ya Coast kidogo kuna vitu alikuwa kama anasheki, lakini naamini kwa maelekezo ya kocha na yeye pia anatamani kuaminiwa ndani ya kikosi cha Simba. Ni timu kubwa katika bara la Afrika ambayo inafanya vizuri, na yeye kama mchezaji ana sifa anahitaji kufanya vitu vizuri. Baada ya kukosekana Chemaron, ni wakati wake sasa kwenda kumshawishi kocha, ili kocha aone kabisa kwamba kukosekana kwa mchezaji yoyote, kwamba huyu mchezaji akikaa anaweza kuniofa kitu kizuri. Kwa hiyo kikubwa mimi naamini Simba inaweza ikawa ni timu ya pili kwenda kucheza kwenye mechi hiyo. Simba watakaa nyuma kuhakikisha kwamba wanakwenda kujaribu kukaa nyuma ya mpira. Hauamini kinachosema mnaweza mkashinda mpaka mkae nyuma ya mpira? Kwa sababu ni lazima uende kwa nidhamu. Ismailia ni timu kubwa. Al-Masry ni timu kubwa, kwa sababu ukiangalia mpaka kwenye table nafikiri ya 4. Ukiangalia test ya Al Ahly wao wanaipata mara kwa mara. Sisi tukikutana na National huwa tunasema tunaenda kukutana na timu kubwa, lakini yule anakutana nayo ile test. Na ukiangalia kwenye mechi ambao wameshacheza wametoka sare bila kufungana. Kwa hiyo ukiangalia kuna kitu ambacho Al-Masry ni timu nzuri. Kwa hiyo tusiende kusema kwamba eti kwamba ni timu ndogo tunaenda pale kujiokotea. Hizo kauli sio za kimpira. Twende na nidhamu ya kuheshimu Al-Masry, chochote kinaweza kutokea, lakini lengo letu sisi twende tukakae nyuma ya mpira, twende tukafanya mashambulizi yetu ya kushtukiza, kwa sababu tulikwenda kuwastaajabisha wale wa Libya kwenye hatua za awali. Tulikwenda tukafanya vizuri, mwisho wa siku tukapata sare, kuja huku tukaanza kuqualify kwenda hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo mimi naamini Fad Davis na imani naye na wachezaji wangu na imani nao tunaenda kufanya vizuri na kuweza angalau tukapata sare au tukapata ushindi katika mechi hii awali, ili mechi inayokuja Benjamin Mkapa, na ukizingatia tayari CAF wameturuhusu kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naamini kabisa slogan yetu ni ile ile kwamba uwanja Benjamin Mkapa atoki mtu. Kikubwa tujaribu kujituma kwa asilimia kubwa, na kila mtu asimame kwenye level yake, kwamba asimame kwenye majukumu yake. Mashabiki tuingie kwa wingi, uongozi umesha play part yao, wachezaji nao wanajua nini ambacho wanataka kwenda kukifanya, na ndio maana management tayari wameshatangaza viingilio kujiandaa na tarehe 9 twende tukajaze uwanja kuhakikisha kwanza Simba tuna qualify. Lakini hayo ni maneno. Kikubwa kwenye upambanaji na si lele mama. Kikubwa tuhakikishe Simba wanatengeneza mikakati kwenye hii hatua. Ndio tumejaribu kustack zaidi ya miaka 6 nafikiri. Sasa kipi kinawafanya mkwame hiyo miaka 6? Naam, ndio tunahitajika kujaribu kufanya analysis. Ni sehemu ipi tunashindwa, kwa sababu Simba ni klabu tunaambiwa kubwa, lakini kwenye hatua ya head to head ya knockout huwa tunajaribu kufeli. Ni miaka ya nyuma mno, nakumbuka miaka 2003 tulikwenda kuwatoa mabingwa watetezi Zamalek, lakini toka kipindi kile hatujawahi kumtoa mtu yoyote. Zaidi sisi tunacheza vizuri sana kwenye hatua ya makundi. Yaani tuna uhakika point 9 tunazipata Benjamin Mkapa. Lakini tunapovuka, tukikutana labda na National Ahli tunatolewa. Tukikutana na timu yoyote tunatolewa. Nini cha kufanya? Ndio uongozi wanahitajika wakae chini, uangalie hii sehemu ina shida gani, tuweze codify na sisi tuweze kujitengenezea nembo kwamba kweli Simba ni klabu kubwa kwenye matukio. So nembo kubwa kwa kuwa na ile na kuslip kwa miaka 6. Lobo hatuitaki. Kwa sababu tukifeli safari hii kwenda nusu finali, mimi naamini pia hata uongozi wajitathmini. Wajitathmini. Maana ya kujitathmini ina lengo kubwa. Kwamba ni kwa nini kwa kipindi hiki tukishindwa kwenda kwenye hatua kubwa zaidi. Wallahi sijajua kwamba uongozi wa Simba watakuwa wanataka nini sasa. Shukrani. Hamna shida bra. It's not a game, it's a rich thing.